Assalamu alaikum wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, mada mezani ni uchawi wa Kiyahudi na tupu ya Muislamu. Nikisema tupu namaanisha uchi. Uchawi wa Kiyahudi na uchi wa Muislamu. Hii ndio mada mezani. Niweze kukumbusha tu kwamba nisikilize, nifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Utafaidika ndugu zangu. Kwanza, mada hii ni mada nyeti na ni mada nzito yenye kuchukua pande mbalimbali au pande mbili. Kwa hiyo uchawi wa Kiyahudi, unaweza kusema kwani Wayahudi wachawi au kwani Wayahudi hivi? Hakuna. Sikiza, nimeamua kuzungumzia uchawi wa kirohani. Kama ambavyo wewe kwenye sebule unaweza kaamua kuzungumzia TV, kaamua kuzungumzia kochi. Kizungumzia kochi haimaanishi meza haipo. Ni uelewa, tunadhani ni uelewa na mtazamo. Sasa tunapozungumzia uchawi wa Kiyahudi tunazungumzia kitu kinaitwa Kabala. Ndugu zangu, Kabala ni mfumo wa siri wa Kiyahudi, mfumo ambao kazi yake ni kuchunguza uhusiano uliopo kati ya Mungu na ulimwengu. Na mfumo huu unachunguzwa kwa sababu wanaochunguza wanaamini kuwa kuna siri za ndani katika maandiko ya kimungu na ya kiulimwengu. Na chanzo chake kikuu cha mfumo unaitwa Kabala. Huo ni katika mila na mapokeo ya wasomi wa Kiebrania na wasomi wa nyuma waliofika. Kwa hiyo wao, lakini pia uangalia elimu ya historia, wanafanya hivyo ili kutafuta uelewa mpana zaidi wa kiroho, ili waweze kufanikisha mambo yao wanayotaka katika dunia. Lakini huu mchakato wote unafanywa na nani? Mchakato huo wote unafanywa na watu wenye kufahamika kwa jina la Kirabi. Hawa Kirabi ni viongozi na wasomi wa kidini. Viongozi na wasomi wa kidini ambao kwa karne nyingi wamehifadhi nususi, wamehifadhi historia, lakini pia wanaweza kutafsiri sheria na hekima za Kiyahudi na hekima za kidunia. Kwa upande mwingine tunaona kuwa uchawi wa Kiyahudi umejikita kwenye kufanya tafiti. Sasa kwani kufanya tafiti ni uchawi? Mtu jiulize, kufanya tafiti ni uchawi? Utanielewa mbele wakati tunaendelea. Lakini tunapozungumzia uchi wa Muislamu, uchi wa Muislamu au tupu, uchi ni uchi, unaeleweka. Kitendo cha kumvua ama kubadilisha uelewa, kibadilisha akili ya Muislamu au uelewa wake, tayari umemfanya amekuwa uchi. Kibadilisha muono, asione vile ambavyo alitakiwa kuona. Kuna namna ambavyo Qur'ani imetuelekeza sisi kuona. Sasa tukibadilishiwa huu mtazamo, tuko uchi tayari. Uchi haimaanishi mtu mpaka awe uchi uyaone makalio ndo awe uchi. La hasha. Uchi hata ukimbomolea mtu nyumba yake, umemvua nguo. Kitendo cha yeye kula chakula watu wanamuona. Kitendo cha yeye kugombezana na watoto zake na wake zake na watu wakawa wanamuona, tayari umemfanya amekuwa uchi. Sasa kama kuna kikwazo kikubwa cha huu uchawi ni istara, hususan istara ya Muislamu. Mimi sipo kidini kuzungumzia, utanielewa mbele, na nadhani ukisoma zaidi tutaelewana. Ni ile istara ya huyu Muislamu. Sasa tukiendelea kuchimba, tunaweza kuona kuwa katika upande wa Kabala, huu mfumo wao kuna mazoea au mfumo unajulikana kama practical Kabala. Hii inahusiana na matumizi ya majina maalum
ambayo wao wanaitakidi ni majina ya malaika, lakini haya ni majina ya majini. Ni mfumo au ni matumizi ya kutumia nguvu za kijini. Nguvu za kijini na formula za maneno fulani kwa malengo ya kuathiri matendo ya kibinadamu. Nikisema kuathiri matendo ya kibinadamu, kuathiri tabia za kibinadamu, wakaweza kuenenda na kufanya vile ambavyo wao wanataka, ili malengo yao yakaweza kufana, yakaweza kutimia. Kwa hiyo yawezekana ikawa ni kwa lengo la kuponya au kutoa kinga katika mfumo wao. Na hii imekuwa ni dhana yenye utata katika karne nyingi sana, hali ya kuwa wasomi wa leo wa kirohani na wasomi wa katika masala ya historia wamekuwa wakionya juu ya hatari ya muingiliano wa nguvu hizi. Kwa upande mwingine, nguvu hizi zimekuwa zina uwezo mkubwa wa kutenda mambo kwa haraka, lakini zinapokutana na stara ya Muislamu zimekuwa ni kikwazo kikubwa. Tunaweza kuona kama jambo hili linahitaji uemte wa akili ya mtu katika ulimwengu wa kiroho. Unapojaribu kuisoma fiqh katika dini au kusoma sira au kusoma hadithi, balagha, falsafa na vinginevyo kama hivyo, kuna kurasa, akwali unakuwa umeziandika kwenye ubongo wako. Ubongo na kwenye roho unakuwa tayari roho yako umeivesha vazi fulani la stara. Wakati mfumo huu wa Kabala unataka ukute huko empty ili uweze kukuongoza vile unataka. Na ndio maana siku zote utaona mfumo huu wa Kabala nguvu zake kubwa umejaribu kubeza kwa wanawake. Yaani umejaribu kujikita katika nguvu za wanawake. Wanapojaribu kuingia wanawake, wanaona kwanza wanapenya kirahisi kwa sababu mwanamke asili yake ni dhaifu. Na ndio maana kuna kampeni mbalimbali zimezuka miaka mingi kuona kwamba Uislamu unamkandamiza mwanamke, kwamba avae anavyotaka, kwamba aende atakako, afanye vile anavyotaka. Na baadhi ya dada zetu wakafikiri kuwa kufanya vile ndio uhuru, lakini kumbe kufanya vile ni kutimiza malengo ya watu, kwa sababu al-Qanun inasema katika maisha hakuna reserve. Unapoishia mpaka wako ndipo unapoanzia mpaka wa mwenzako. Sisi tunaamini hivi katika sheria na hata katika kiroho. Maisha hakuna reserve kama barabarani kwamba kuna reserve hapa. Katika maisha hakuna reserve. Lazima tufahamu, je, mipaka yangu inaanzia wapi na inaishia wapi? Na pale inapoishia mipaka yako inaanzia mipaka ya kitu kingine, hata kama ni mnyama. Ndio maana katika mafundisho ya dini tukafundishwa hata kulinda haki za paka. Ameingia motoni mwanamke kwa sababu ya kumtesa paka, na ataingia peponi mtu kwa sababu ya kumpa maji paka. Katika sheria, katika mfumo wa Kabala, huu mfumo wa uchawi wa Kiyahudi, wanataka waweke reserve katika maisha, ili ile reserve watumie kuweka mifumo yao, kuingiza mifumo yao. Lakini Uislamu unakataza kuwa na reserve katika maisha, yaani kuwa na space ambayo kusema space hii haina mwenyewe. Hakuna kitu kama hicho. Mungu yuko na space yake, mwanadamu yuko na space yake. Inapoishia space haki ya mwanamke, ndipo inapoanzia haki ya mwanaume. Wewe kwenda kwako uchi kwa kutingisha makalio ukatuonesha utopo, unaharibu, unaingilia haki za wanaume wengine, unaingilia haki za wanaume. Kwa hiyo ipo haki kila mmoja akaenenda kwa kuzingatia mpaka wa mtu mwingine. Sasa hii kitu practical Kabala, hii practical Kabala ni mfumo ambao unatumika, ni formula ambazo zinatumia majina maalum ya majini au nguvu za majini katika malengo yao ya kuwasili. Na moja kwa moja tukiangalia jambo hili limekuwa na utata kwa wasomi, lakini wakionya juu ya hatari
ya mwingiliano wa nguvu, wala hakuna haja ya kusema kuna mwingiliano wa nguvu, bali ni kila mtu akitazama haki ya mwenzake. Hakutokuwa na mwingiliano wa nguvu. Uwezi kusema ukaja kwangu kupiga makelele alafu ukasema nahofia unavyoenda kupiga makelele utapigwa. Lazima utapigwa kwa sababu unaingilia kwangu. Lakini katika upande wa uchi wa Kiislamu tunaweza kuona kwamba ile stara ya kustiri uchi, na nitakuja kuambia kwa nini uwe uchi wa Muislamu, kwa nini usiwe uchi wa mtu mwingine. Kile kitendo cha wewe kustiri uchi, ile stara inakuwa ni kufuli la akili, kwamba unapojaribu kustiri mwili wako ukastiri akili kwa mafundisho matakatifu, ni ngao ya kuto kuingia uchafu wa akili na mifumo mingine ikiwemo hii mifumo ya kikabara. Sasa stara ni kigezo cha kiroho kinachomjenga mtu ndani mpaka nje. Kwa hivyo staha hii ambayo tunasema watu wajistiri, sio tu kwamba inazuia ufanyaji wa mambo mabaya, bali inajenga tabia ya heshima na unyenyekevu, ambayo nguvu zozote za kiibilisi na zikichawi haziwezi kufanya kazi unapopatikana unyenyekevu na heshima na usafi, jambo ambalo kuwa katika hali ya usafi huimarisha uhusiano wa jamii na uhusiano wa kiroho. Lakini tukienda mbele zaidi tutaona kwamba hizi practical kabala kuna mazoea ya kutengeneza hirizi ambazo zinakuwa zimeandikwa kwa majina ya malaika fulani, wao wakiitakidi ni malaika lakini ni majini, na alama maalum ambazo watu huzitumia kwa kinga, labda kujikinga na maadui, lakini pia kuponya magonjwa fulani. Lakini lengo kubwa kujaribu kutumia hizi alama kuweza kuzalisha pesa nyingi kutoka kwa viumbe hususan majini, lakini pesa zile kuweza kununua watu ambao wako uchi kiroho, wako uchi kimwili. Ni ngumu kumnunua kupitia pesa hizi za majini na mashaitani, kumnunua mtu ambaye akili yake ipo ndani ya stara, akili yake iko ndani ya stara, mwili wake uko ndani ya juba ama kanzu. Kwa hiyo kwa upande mwingine, tunapoangalia dhana ya stara au uchi katika Uislamu, tutaona kuwa uchi ni dhana ya haya. Ni dhana ya nini? Ya haya. Kwa hiyo ikiwa stara ya Muislamu ni dhana ya haya, mwenye haya anakuwa ana kipimo katika utendaji wake wa mambo. Kwa hiyo lazima wakuvue stara ili uone kila kitu kinafaa. Na Waswahili walisema wasiokuwa na haya wana mji wao. Wasiokuwa na haya wana mji wao. Wasiokuwa na haya wana mji wao. Kwa hiyo asiyekuwa na haya na afanye atakalo. Sisi tuna mafundisho tunasema al-ayau la ya'ti illa bi khair. Al-ayau, kuwa na haya akuleti isipokuwa kheri, na haya nusu ya imani. Kuwa na haya ni nusu ya mtu kuwa na imani. Nusu ya Uislamu ni mtu kuwa na aibu, kuwa na haya, mtu kuwa na soni. Hasa ukiwa na haya uwezi ukatafuta mali kwa kutumia tupu za watoto. Mmeona kule kichotokea kule kwa Epstein. Mmeona watu wanatafuta mali na utajiri kwa kuingilia watoto wa kiume, kwa kuingilia watoto wadogo. Wale wamekosa nini? Wamekosa stara. Na ukikosa stara maana yake una nini? Unakuwa uko uchi. Ukikosa stara unakuwa una haya. Na ukiwa una haya, kufanya yale kwako ni kitu cha kawaida, ni kama kunywa maji. Kwa hiyo kama kuna kitu ni kizuizi kikubwa kwa nguvu za kishaitania duniani, hasa nguvu za kifiremason, zimeanzia kwa Wayahudi. Ndio wameleta nguvu za kifiremason kuweza kutawala duniani, lakini kama kuna kitu ni kikwazo kikubwa kwao ni ile stara ya Muislamu. Kwa hiyo uchi wa Muislamu ni faida kwa Myahudi, na stara ya Muislamu ni nini? Ni hasara kwa nguvu za Myahudi, hususan hizi pratiko zake za kabala. Lakini utakuja kuona kwamba hili muhimu pia kuweza kuzungumza. Kuna watu wakiona tunakaa kimya, unajua hatufahamu. Sisi tunajua vingi katika hii dunia, lakini tunaangalia na wakati wa kuweza kuvizungumza. Nikasema kwa nini tunazungumzia kuhusu uchi wa Muislamu? Kwani asiyekuwa Muislamu ana uchi? Ana isipokuwa asiyekuwa Muislamu, mfumo wa
mafundisho yake, ukiangalia mfumo wa mafundisho yake, au protect moyo wake, yani au bado mafundisho yake yana vazi la kuuvisha moyo au akili ikawa imevaliwa. Na ndio maana ni rahisi leo Muislamu ambaye umemvalisha stara ya dini ukamwambia kajilipue pale, akaenda kujilipua. Ana believe kwa kile anachokiamini, ana believe kwa kile anachokiamini. Na ndio maana ni ngumu sana kumshawishi Muislamu akatoka kwenye Uislamu akaingia dini nyingine, lakini ni rahisi sana kama kunywa maji kumshawishi Mkristo akaingia kwenye Uislamu. Sisemi dini yao ni dhaifu, kuna protection fulani, stara fulani. Mimi nikikupigia mahesabu watu ambao nimesilimisha tu mpaka umri huu ni maelfu, nchi mbalimbali, na wala situmii nguvu nyingi, ni kugusa tu, kuongea maneno mawili na wakasilimu. Lakini ni ngumu, si kwamba hawapo wanaotoka kwenye Uislamu kwenda kwenye dini nyingine, wako, lakini si rahisi hivyo, ni wachache, kalilu sana, akalla minannas, ni wachache sana katika watu. Sasa nadhani tutakuwa tumepata mwanga kwa nini nazungumzia uchi ni nini, utupu ni nini, na kwa nini nazungumzia uchawi wa Kiyahudi. Kwa hiyo sisemi Wayahudi wachawi, wana kitengo chao hichi, lakini tukiangalia stara ni kikwazo sana kwa mtu ambaye anaishi kwa kutegemea nguvu za practical kabala. Hizi practical za kichawi ni kikwazo sana. Na ndio maana ukiangalia watu ambao wanajaribu kujiunga na nguvu za Freemason na nguvu nyingine, utaona wakipewa maelekezo kuingilia watu kinyume na maumbile, kuingilia wanawake kwa wanaume ili kumvua stara. Stara ikikuvuka ni rahisi kuingia katika nguvu zote zile za kishirikina na nguvu za kishaitania. Lakini tunaweza kuiona stara kama ni ngao yenye nguvu dhidi ya practical kabara, kwa sababu inamjenga mtu kuwa na uhusiano thabiti na Mungu wake na misingi ya dini yake. Kwa hiyo yule Muislamu ambaye anazingatia stara huweka msisitizo katika maadili na heshima, lakini pia huwa na unyenyekevu wa ndani, na hali hii ya kiroho uchukulia kama ni ulinzi dhidi ya nguvu za practical kabala. Kwa hiyo stara hiyo umuhimarisha mtu dhidi ya ushawishi wowote hasi, kwa sababu practical kabala saa nyingine zinakuja kukushawishi. Hata hizi practical kabala zina matawi mengi, tutakuja kuelezea siku nyingine, ambazo zinakuja kukushawishi na mambo mengine kama hayo. Sasa utakuja kuona kwamba hizi practical kabala zenyewe zinajinadi kwamba ni uchawi mweupe, kwamba ni uchawi unaofaa. Uchawi ni uchawi. Kwa sababu uchawi mweupe, kwa sababu wanasema wanauita uchawi mweupe, wameupachika majina mengi. Ndakuja kutaja mashirika makubwa duniani Allah akiniafikisha uhai. Sasa utaona umekuwa ni uchawi mweupe kwa sababu wanasema wao hawavai ilizi, wanavaa chain. Wanauita uchawi, wanavaa pete zenye harama fulani, kwamba atuvai tu nini, atuendi kumkaba mtu tukiwa tumevaa ungo, lakini tunamiliki mandege makubwa. Kikao chetu tufanye chini ya mwembe wala chini ya mbuyu, tunafanya kwenye gorofa kubwa. Uchawi ni uchawi tu, kwa sababu malengo yake ni yale. Huyu anayeloga kwa kutumia kipembe cha 2000 na ilizi ya bukujelo ya 1000 anaua, na wewe pia unaua. Tofauti ya huyu tu anamuua ndugu yake kwa kumkaba, wewe unaua kwa kuangusha ndege na meli. Nyinyi wote mmeua. Uchawi ni uchawi, ubaya ubwela. Lakini tuone kama mambo yao ni kama kutengeneza ilizi zenye majina ya majini, kwa ajili ya kinga. Na wanakinga wanapoona kwamba wana maslahi napo. Pia kulikuwa na matumizi ya formula za maneno kama matamshi maalum ya Kiebrania ambayo yalidaiwa kuwa na nguvu za kubadilisha matukio au kupata siri nyingi. Lakini hata dhana ya kutengeneza, kuna kitu kinaitwa golem, nitakuja kuelezea siku nyingine, kiumbe wa bandia. Hata hizi mfumo za kutengeneza maroboti manini ni mifumo ambayo ukiangalia hii practical kabala, lengo kubwa ni kwenda kupingana na Mungu. Lengo lake kubwa haswa ni kumuonesha Mungu na sisi mbona tumeweza. Hili ndio lengo lake kubwa. Mimi sipendi kuzungumzia sana haya mambo, lakini nataka tu kuwaambia tu kitu kimoja. Nataka tu kuwaambia kitu kimoja ambacho
mfikirie. Angalia, kuna mashirika fulani makubwa yako matatu duniani. Myafuatilieni haya mashirika, utaona yamejikita sana kwenye kuzungumzia mwanamke Saudi Arabia, mwanamke wapi ananyanyaswa, mwanamke anafanywa hivi, mwanamke apewe huru hivi, sijui mnaonyanyasa wanawake sijui. Na kuna baadhi ya wanawake nao wamechotwa akili, wamechotwa akili, wakapaza sauti zao kwamba tunanyanyaswa, tuvae tunavyotaka, mwanamke anaweza, mwanamke anafanya hivi. Mimi nawaambieni katu madaka, mwanamke hawezi kuwa kama mwanaume. Mseme la bibi mbaguzi wa kijinsia, mbaguzi juu wa kihisia, is up to nyie, mtajua wenyewe. Mwanamke tu, na mwanaume ni mwanaume tu. Katu madraka, mwanaume hawezi kuwa kama mwanamke, mwanamke hawezi kuwa kama mwanaume. Na alijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ni wasimamizi, ni viongozi kwa wanawake. Mwanamke uwezo ukataka kukaa kiti cha mwanamke, wallahi hakikutoshe. Mtume amesema wamelaaniwa wenye kuwatii wanawake, au wote wenye kumfanya kiongozi wao kuwa mwanamke. Hawezi kufika kokote, Na wanawake wenye kujielewa hili wanalisadiki, wanasema hakika mwanaume ni mwanaume. Kuna vingi vidogo tu unaona mwanamke haviwezi kuvifanya mwenyewe, vya kawaida, havihitaji hata akili, havihitaji elimu kubwa. Mwanaume ni mwanaume. Hao watu wanawapigia makelele nyinyi kwamba mnabanwa mkitoka. Hao wanawake wakitoka sasa kwenda huko duniani, wanaingiliwa ovyo, wanafanywa wanachokitaka, wanajali ndio wananilia. Hata kuna dada yangu mmoja nilimsikia msafiri na mimi anazungumza, habibi, ukitaka kuangalia Allah mwenyewe Uislamu sijui amewabana wa nini, amewabana wanawake. Kwa sababu mimi mwenyewe natamani kuna mwanaume zaidi mmoja, nikamshangaa kwa dada yangu. Sikutaka kumwambia chochote kwa sababu akili yake ilikuwa ni ndogo, nikaona nitamchosha, lakini si mtazamo wa sawa. Mungu hawabani watu. Unapoleta hoja zako, pinga kwa hoja. Angalieni hayo mashirika duniani yanajihusisha na mambo ya ushoga, mambo ya nini, lakini ukiangalia yanapiga marufuku mambo ya stara, mambo ya kiroho. Lolote lile wanapiga marufuku. Qur'ani kuichoma moto, kuikanyaga na kuikojolea, kwa sababu waona inamprotect mtu na inampatia mtu haya, ambapo patiko zao za ajabu zinakuwa hazifuzu kwa wakati, hazifanikiwi vile wao wametaka. Min alladhina yastami'una alqawla fi yaktabuna hasana, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhabibi Yahya Tanzania, ma salamu wa jazakumullahu khair.